Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Naomba mimi nianze kwanza kwa kuunga mkono hoja 100%, na nitaeleza sababu Mheshimiwa Mwenyekiti kwa nini nimeanza kwa kuunga mkono hoja. Mimi niliwahi kusema katika bunge hili kwamba mimi ni mbunge wa 7 anayetoka katika jimbo la Ngara ambaye amekuwa akiomba barabara ya Nyakahura, Kumubuga, Rulenge mpaka Murugarama. Mimi ni mbunge wa 7. Wabunge wenzangu wote waliopita wamezungumza sana kuhusu hii barabara na huenda ndio maana walikuwa harudi kwa mara ya pili. Sasa mimi nikiwa katika bunge hili nimezungumza mara 4 kuhusiana na barabara ya Nyakahura, Kumubuga, Rulenge mpaka Murugarama. Na nimeona katika bajeti ya mwaka huu Mheshimiwa Waziri amezungumza kuhusiana na hii barabara ambapo kiasi cha shilingi bilioni 1 na milioni 500 kimetengwa. Katika mazingira kawaida kabisa, ukiwaza kilomita 145 ambao umetengewa shilingi bilioni 1.5, unaweza kuona kwamba ni kiasi kidogo sana kimewekwa na ukajiuliza kinaenda kufanya nini. Lakini ukirudi kwenye chimbuko la nia ukasema kwamba hata kutengwa kwa hiyo shilingi bilioni 1.5, angalau kutengwa tu barabara ambayo imezungumzwa kwa zaidi ya miaka 35. Mimi nimezungumza kwamba leo angalau imekumbukwa imetengewa bilioni 1.5. Sisi watu wa Ngara tunasema asante sana Mwenyezi Mungu, angalau kwa mara ya kwanza tumezungumzwa katika barabara hii. Na leo mchana nimekutana na Mheshimiwa Waziri pale nje, nikamtania nikamwambia Mheshimiwa Waziri, ile barabara nimeona umetupa 1.5 bilioni, hata mngetupa shilingi 100,000 kutenga tu kiasi hata 100,000 tu, sisi tungeshukuru. Tunaona kwamba kuna mwanga mbele unakuja kwamba angalau ile barabara sasa inakwenda kuanza kufanywa kazi. Ile jambo Mheshimiwa Mwenyekiti limewafurahisha sana watu wa Ngara, wameanza kupata imani yao imerudi baada ya kuwa wameona kwamba kwa muda mrefu wamekuwa kitengwa kwa sababu ile barabara ilikuwa haipitiki, na sasa wanaona kwamba sasa na sisi tumekumbukwa yale ambayo tumekuwa tukiyatoa kwa serikali na sisi imekwenda kuturudishia. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio maana sisi watu wa Ngara tunasema tunashukuru. Lakini ukiangalia mijadala tangu jana mpaka leo, lakini vile vile nisikiza taarifa ya mwenyekiti wa kamati ya miundombinu ambaye amezungumza kwa kina sana kuonesha ni kwa namna gani ambavyo kuna changamoto ya upatikanaji wa fedha katika maeneo mbalimbali. Lakini sisi pamoja na changamoto ya upatikanaji wa fedha, angalau tumepewa hicho kiwango kidogo. Sisi watu wa Ngara tunashukuru sana, na Mwenyezi Mungu amlipe Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunazidi kumwombea azidi kumpa maisha mazuri, maisha yenye afya, ili Watanzania waone yale mazuri ambayo anakwenda kuwafanyia. Lakini sisi watu wa Ngara hatuwezi complain kabisa hata kidogo kwenye budget ya Wizara ya Ujenzi. Hata tufanyeje? Kwa sababu ukiachilia mbali kiwango ambacho kimetengwa kwenye barabara, bado vile vile tuna barabara ya kutoka Kobero kwenye mpaka wa Burundi kupita Kabanga, Ngara mpaka Nyakasanza. Ile barabara ni mbovu. Wamekuwa kizungumza wabunge wengine ambapo barabara zimeharibika. Ile barabara pia imepitwa na muda wake. Lakini nimeangalia kwenye budget tumewekewa shilingi milioni 300 ya kwenda kufanya ukarabati wa muda ile barabara yale mashimo yaweze kuzibika. Tunashukuru kwa hilo. Jambo lingine, tunayo barabara inayotoka Rusahunga kwenda Nyakahura mpaka Rusumo. Inapita katika majimbo mawili, jimbo la Biharamulo kwa ndugu yangu kaka Ezra, lakini vile vile katika jimbo la Ngara. Ile barabara nayo ilikuwa ni kichefuchefu kama ambavyo wamekuwa kizungumza watu wengine kwamba barabara zao hazipitiki. Ile barabara kipindi cha nyuma ilikuwa haipitiki kabisa. Lakini sasa hivi ile barabara naamini ndani ya miezi miwili itakuwa ni mkeka, tutakuwa tunateleza kwa sababu iko katika matengenezo makubwa sana. Barabara imetolewa imelekwa barabara nyingine mpya. Sisi tunashukuru sana, hatuwezi complain. Lakini vile vile tuna kivuko cha Kanyinya kwenda Mayenzi ambacho na chenyewe tumeweka shilingi milioni 200 kwa ajili ya kwenda kukitengeneza. Na chenyewe katikati hapa kilikuwa kipitiki, na nishaye kuuliza swali bungeni kwamba kile kivuko kipitiki, lakini nimeona kuna shilingi milioni 200 ambazo zimewekwa kwa ajili ya kwenda kutengeneza kile kivuko ili kiweze kupitika. Sisi tunashukuru sana watu wa Ngara, hatuwezi kucomplain chochote kuhusiana na hii budget. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu tumeona kwamba changamoto ni upatikanaji wa fedha, waheshimiwa wengi wa bunge wamesema, siwezi kurudia, lakini sisi hatuamini katika kuanza kwenda kuumiza wananchi kwa ajili ya kwenda kutoa tena tozo kwa ajili ya kwenda kuongeza huku kwa ajili ya hivi vitu vipatikane. Tunaamini maeneo mengine kuna sehemu ambapo fedha inaweza kupatikana bila kwenda kuumiza wananchi. Lakini naungana na wabunge wengine wote ambao wamechangia kuhusiana na PPP, tufanye mradi wa PPP. Na mimi nimefuatilia, nimegundua kwamba hapa kwetu changamoto kubwa iko kwenye PPP ambao ni urasimu. Sasa sisi tulikuwa tunaomba
kama wawekezaji wamekuja, wawekezaji wamepatikana, tunaamini kuna barabara ambazo ni potential ambazo serikali hata haiwezi kaumiza kichwa kwenda kutengeneza, ambapo ukitangaza kwenye PPP watu wanajitokeza. Na hata tukifanya PPP ule urasimu katoka, hatutakuwa wa kwanza. Hata ndugu zetu hapa, jirani zetu Afrika Mashariki, Kenya, nao wanatumia PPP, mambo yanaenda vizuri. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naona muda wangu umeisha, naunga tena mkono hoja. Asante sana. Asante Mheshimiwa kwa mchango wako.